Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, mambo ni aje, mambo ni vipi ewe mwana PMTV. Karibu kwenye updates za kimichezo ambazo tumekuandalia, na kwenye update hizo mwana tupo na Lunyas, tupo na klabu ya Simba, tupo na klabu ambayo inajitafuta kuhakikisha inarejea kwenye levels ambazo ishawahi kuwako hapo awali. Sasa kwenye kujitafuta huko, klabu ya Simba dakika chache tu zilizopita imefanikiwa kumtambulisha beki kisiki raia wa Ivory Coast mwenye umri wa miaka 28, yani mzaliwa wa tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 1997. Kijana huyo ambaye amezaliwa Ivory Coast, karia yake ya mpira wa miguu ilianza huko nchini Ivory Coast, ambako mwaka 2017-18, yani msimu wa mpira wa miguu, alikuwa anaitumikia klabu ya Eiffel Plateau ya huko nchini Ivory Coast. Lakini msimu wa 2021-2022 alikuwa anaitumikia klabu ya ASEC Mimosas ya nchini Ivory Coast. Lakini 2022-2023 alipata malisho mapya Afrika ya Kusini, yani kwa Madiba, ambako alisajiliwa na klabu ya Malumo Gallants, na akiwa hapo alitumikia klabu hiyo katika hatua mbalimbali, lakini kinachokumbukwa zaidi ni kuitumikia klabu hiyo katika michuano ya Confederation Cup, yani kombe la shirikisho barani Afrika, ambako alifanikiwa kukutana na klabu ya Young Africans katika hatua ya robo finali ya michuano ya kombe la shirikisho, ambapo katika mechi zote mbili ambazo alicheza na klabu ya Young Africans, kijana huyo wa Ivory Coast alifanikiwa kuanza kama beki wakati katika mechi hizo, na mchezo ambao ulipigwa jijini Dar es Salaam, klabu yake ilipoteza mabao 2-0, lakini mchezo ambao ulikuja kurudiwa huko Afrika ya Kusini, yani kwa Madiba, klabu yake iliweza kupoteza mabao 2-1. Lakini msimu wa 2023-2024 Olivier Toure alifanikiwa kuitumikia klabu ya Stellenbosch, ambako pia alifanikiwa kucheza katika michuano ya kombe la shirikisho, ambapo mwaka huo sasa walikutana na klabu ya Simba katika hatua ya nusu fainali ya michuano ya kombe la shirikisho, ambako katika mchezo ambao ulipigwa visiwani Zanzibar, klabu yake ya Stellenbosch ilifanikiwa kupoteza bao 1-0. Lakini mchezo ambao ulienda kupigwa kule nchini Afrika ya Kusini, mchezo huo ulitamatika kwa 0-0. Yani in short, inatakiwa ujue kwamba kijana Ismail Olivier Toure ashawahi kukutana na vilabu vyote vya Kariakoo. Alikutana na Simba, lakini pia alikutana na Yanga, lakini katika kukutana na vilabu hivyo hajawahi kufanikiwa kushinda mchezo wote. Lakini pia baada ya kuondoka Stellenbosch msimu 2025-2026 alikuwa anaitumikia klabu ya Banias, ambako msimu 2025-26 sasa baada ya mkataba wake kuweza kutamatika hakuwa na klabu. Sasa baada ya kutoka na klabu ndo tunafahamu kwamba klabu ya Simba imefanikiwa kumsajili beki huyo, wakati ambayo inasemekana ni chaguo halisia kutoka kwa kocha Steve Barker, ambaye ameshawahi kufanya naye kazi kipindi wakiwa na klabu ya Stellenbosch. Sasa huyo anatajwa kuwa anakuja kuongeza nguvu katika eneo la backline ya klabu ya Simba. Sasa tuachie maoni yako kuhusiana na unamtabiria yapi bwana Ismail Toure, na unalipi la kumwambia kuhusiana na ligi ya Tanzania. Lakini wakati unamwambia hivyo, basi usisahau kwamba PMBet wapo kwa ajili yako. Wale wanangu wa mikeka, michuano ya Champions League leo ipo dimbani. Hakikisha unakuwa moja kati ya watu ambao wanafanya bashiri zao kupitia website ya pmbet.co.tz ili uingie kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Yani unashinda mkeka wako pesa za kawaida, lakini unaingia kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Mimi naitwa Raymond Arias.